هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه وصية الله للأولين والآخرين. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wasia wa taqwa Allah ndiyo wasia wa Allah aliyowahusia waja wake waliotangulia na waja wake watakaokuja. Huu ni wasia ambao kwa atakayeshikamana nao atakuwa ni mwenye kufaulu duniani na akhira. Ndugu zangu katika imani, katika khutba yetu ya leo biidhnillahi alkarim, tutakumbushana katika jambo muhimu, tutakumbushana katika jambo adhim, nalo ni muraqabatullah azza wa jal fi sirri wal alan, kumlinda Allah subhanahu wa ta'ala, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa katika siri, unapokuwa katika dhahir. Ayuha nnas, kwa hakika kipimo cha mu'min katika kupima imani yake, katika kupima uchamungu wake, katika kupima hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nijitizame matendo yako, yale unayoyafanya unapokuwa katika siri. Tizama matendo yako unapokuwa na simu yako, umekaa peke yako, hakuna anayekuona, wafanya nini katika simu yako? Tizama matendo yako unapokuwa katika mji ambao watu wake hawakujui, umesafiri mbali, hakuna anayekujua. Tizama matendo yako katika wakati huo. Tizama matendo yako unapokuwa katika siri, usiku, katika mahala ambapo hakuna anayekuona, baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama matendo yako. Wanachuoni wanatuambia ibada bora na a'dhamul khawf, khofu iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumlinda Allah na kumuhifadhi Allah na kujiepusha na madhambi unapokuwa katika siri, hakuna anayekuona. Ndugu zangu katika imani, watu wengi wanaweza kujiepusha na maasiya, wakajiepusha na madhambi wanapokuwa katika dhahir, watu wanawaona. Mtu atajiepusha na madhambi kwa sababu kuna watu wanamuona, lakini wengi tunateleza katika dhambi hili, wengi tunateleza katika mtihani huu tunapokuwa katika siri, katika mahala ambapo hakuna anayetuona. Tunaingia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na tunasahau ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Umar ibn al-Khattab, siku moja alitoka usiku. Alikuwa ni kawaida yake, anatoka usiku kwa ajili ya kutizama na kuangalia na kufuatilia ahwalun nas, hali za watu wake katika mji wake, hali za raia wake. Inasimuliwa siku moja amepita, akafika katika nyumba fulani, akamsikia mama mmoja ambaye ni mama wa nyumba ile akimwambia mwanawe, ya bunayya
umzuji labana bilma, ongeza, zidisha maji katika maziwa. Yule mama alikuwa anafanya biashara ya maziwa. Sasa alikuwa kawaida yake yale maziwa yake anayoongeza na maji kidogo ili yawe mengi. Anamwambia binti yake, ongeza maji kwenye maziwa, changanya maji na maziwa. Yule binti akamwambia, ya umma, inna amira almu'minin Umar qad naha an dhalik, hakika amirul mu'minin Umar amewakataza watu kufanya khiana katika biashara, amewakataza watu kufanya udanganyifu, kufanya jambo kama hili. Yule mama akamwambia, binti yangu, hakika Umar amirul mu'minin la yarana, hatuoni, hayupo hapa, hawezi kuona tunachokifanya. Ongeza maji kwenye maziwa. Tizama yule binti alivyokuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, uchamungu wake katika kumlinda Allah na kumchunga Allah katika siri na katika dhahir. Akamwambia, ewe mama yangu, in kana Umar la yarana, ikiwa Umar hatuoni, fa inna rabba Umar yarana, lakini mola wa Umar Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Mu'min, muislamu wa kweli, unapotaka kufanya jambo la maasiya, unatizama kulia, unatizama kushoto, hakuna anayekuona, tizama juu fi sama. Je, Allah subhanahu wa ta'ala hakuoni? Allah subhanahu wa ta'ala hajui unachokifanya? Yule binti akampa mawaidha mama yake, na Umar radhiyallahu anhu akashangazwa na uchamungu wa yule binti, akamwamrisha kijana wake Asim akamuoe binti yule, na katika kizazi chao akatokea Umar ibn Abdul Aziz, khalifa huyu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunapokuwa katika siri, tunapokuwa katika maeneo ambayo hakuna anayetuona, tujitahidi kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kumlinda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anatuona na anafahamu matendo yake. Anasema Allah katika suratu Qaf, walaqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, lakini hatujamwacha hivi hivi aishi anavyotaka, afanye anavyotaka. La, tunafahamu, tunamfuatilia na tunayajua mpaka yale anayoyafikiria katika moyo wake, anayoyazungumza katika nafsi yake, yanayompitikia katika nafsi yake, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na sisi tuko karibu na mwanadamu huyu kuliko mshipa wa shingo yake, tuko karibu zaidi na mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, anatangaza ya kwamba yeye Allah yuko karibu na sisi, anafahamu yote tunayoyafanya katika dhahir, anafahamu yote tunayoyafanya katika siri. Tumchunge Allah subhanahu wa ta'ala katika siri. Ndugu zangu katika imani, tizama Allah katika maeneo mbalimbali ndani ya Qur'an anatukumbusha kuhusu jambo hili, tusijisahau, tusighafilike. Anasema Allah, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah subhanahu anasema, hauwi mnong'ono wa watu watatu, siri ya watu watatu, wamekutana watu watatu, wana jambo lao la siri, wamejiweka katika sehemu ambayo hakuna anayewaona wala anayejua, basi haiwi katika hali hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala rabi'uhum. Allah ni wanne wao, anaona, anajua, anafahamu, anasikia yote wanayoyajadili katika kikao chao. Unapokaa na simu yako unaangalia mambo, unawasiliana na mtu, fahamu na ukumbuke ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni wapili wako katika simu yako, au ni watatu katika simu yako. Kwa hiyo Allah anatangaza watu watatu hawajitengi katika faragha yao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala watu watano wamejitenga katika faragha, katika siri,
isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wasita wao. Wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu, wala watano wala sita wala chini ya hapo wala zaidi ya hapo, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao. Lakini si hivyo tu, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi. Subhanallah, Allah anasema kisha wataambiwa, wataoneshwa, watakhabarishwa yale waliokuwa wakiyafanya siku ya kiyama. Allah subhanahu tuhifadhi. Yauma tubla sarair, siku ya kiyama siri zitafichuliwa. Yale uliyoyafanya katika siri baina yako wewe ukiamini ya kwamba hakuna aliyekuona, yatafichuliwa, yatawekwa wazi, na utaambiwa kwa yale yote uliyoyafanya katika siri na katika dhahiri. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm alqiyama, kisha Allah subhana atawaambia, atawajuza yale waliokuwa wakiyafanya siku ya kiyama. Na Allah akaonesha, akatangaza juu ya uwezo wake, inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah subhana juu ya kila kitu ni mjuzi na anajua, anafahamu kila kitu. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala tunapokuwa katika siri. Hii ni sehemu ambayo watu wengi tunaghafilika. Tunafanya mambo yetu katika siri tukiamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatuoni. Ayuha nnas, kila mmoja katika nafsi yake basira, anafahamu, anayajua kwa uhakika wa kuyajua yale madhambi na maasi anayoyafanya katika siri. Ijapokuwa katika dhahir tutaonesha kwamba sisi ni wema, sisi ni wazuri, lakini tunayajua katika siri. Mimi sijui, wewe haujui, kila mmoja anayajua ya kwake katika siri. Tujitahidi kumchunga Allah na kuyahifadhi matendo yetu tunapokuwa katika siri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye kumwogopa katika siri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.